Okay, karibu sana kwenye Kabrasha. Mungu ni mwema, ametupa nafasi tena na kibali kuweza kuwepo hapa. Sam Sasali yuko hapa, lakini leo tumepata ugeni wa Pastor Gregory ambaye mimi binafsi nina mkubali sana. Na furahi vile ambavyo Mungu amekuwa akimpa mafunuo, lakini namna ambavyo anatembea na hili wingu la new generation, kizazi kipya. Karibu sana Pastor Gregory. Asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Uko vizuri? Sana nashukuru kwa maombi yenu na neema ya Bwana, niko vizuri. Hivi mtu akisema mimi ni shabiki yako, kama ni mshirika au kama ni mtu wa binafsi, wewe unalikubali hilo? Kama bana mimi pastor na kuadmire sana. Na kufeel. Yes. Hii ni lugha nzuri. Ni lugha nzuri. Ni lugha nzuri kwa sababu anainuliwa Yesu. Ila Yesu anatutumia sisi kama watoto wake na watu wake. Ndio. Na sisi kwenye akili zetu tunajua tunamtukuza Bwana. Okay. Sam vipi? Safi. Hivi nikikuuliza Sam, mara mwisho kuonana na Pastor Gregory ilikuwa ni lini? Kuonana physically? Face to physically. Sio siku nyingi sana. Ndio. Tumeonana kitu tunawasiliana. Nadhani mara mwisho jana. Yes. Kama sio leo asubuhi. Kama sio leo asubuhi. Safi sana. Ni mpenzi wa status zake. Na ni mpenzi wa status zangu. Kwa kuna ulimwengu wenu wao mnakutana. Pastor pia ana kanisa lingine la online. Yeah. Ambalo analifanya kila Jumanne. Kila Jumanne kama leo. Kama leo. Kila Jumanne. Unapiga mchana, unapiga usiku, unapiga muda gani? Saa 3 usiku mpaka sana. Live. Live kabisa. Live tunakuwa pale. Sasa mbona hujanipa huu mkate vizuri? Ndio ushapata leo sasa. Ujiunge na sadaka pia. Pastor, karibu sana. Asante sana. Mimi sikufahamu vizuri, lakini kupitia rafiki yangu Samu amekuwa akinieleza vitu vile vitatu kuhusiana na wewe. Yes. Lakini nakumbuka the day umeenda VCC kwa Dr. Huruma Nkone. Yeah. Nilifurahi sana the way ambavyo siku hiyo ulipreach. Amen. Na vile vipande vilikatwa vikaenda sana. Nadhani uliona. Yeah, nashukuru. Tukianzia hapo Pastor. Historia yako kidogo najua ni ndefu. Yeah. Kama utaweza kuifupisha kwa sababu ya time, lakini kama utaweza kutupa nilidokezwa nikaambiwa ushapiga hadi madrasa. Haiwezekani. Alafu wewe ni mtoto wa mtumishi. Mtoto wa mchungaji. Inawezekanaje? Tukianzia hapo Pastor. Kwanza nimshukuru Mungu na hayo tunaita miujiza au maajabu ya Mungu. Nikisema si nilipanga mwenyewe mpaka nikikaga hivi naambia Mungu, hivi ulikuwa una maana gani? Lakini alifanya labda kwa utukufu wake tu, ndio kitu tunaweza kusema. Sasa mimi mtoto wa mchungaji, kanisa yani vitu vinapangwa mabenchi, alafu ikishaisha inakuwa sebule hivyo, unajua Kwa hiyo lakini siwezi kuelezea sana, lakini nimesali mimi Katoliki kabisa, yani Katoliki, na sio kusali hivi jina, mpaka nikapewa kipaimara na Father Smith, namkumbuka kutoka Ujerumani. Na nilikuwa mtata na Father alikuwa anaambiwa masista wale na nini makasisi walipeleka habari zangu, jamaa huyu bado mweu mwizi. Kwa Father Mjerumani alikataa kunipa ile communion ile paimara. Akasema nimesikia bwana habari zako wewe bwana mwizi sana parokia. Kabe bwana wanakuchanganya tu, wanakuzingua sana baba paroko. Akaja 18 akanipa, nikala communion saa 4:30 nikasepa, ofisi yake ilikuwa imefungwa, asira zile nikapita kwenye shamba la parokia. Kwa kipindi cha mahindi kama hichi nikaondoka na roba langu la mahindi, basi nijisikie la tu. Hivi unavyozungumza hivi ni kama movie somewhere, yani kama anadiseni kama labda kitu kimefanyika juzi jana, lakini ni miaka hiyo mingi. Yes, yeah. Hiyo hali ilitokana na nini ya kutamani vitu kupita navyo? Mimi labda niliomba vibaya kwa Mungu. Mimi nilimwambiaga Mungu hivi kwamba, na nilimwambia bi mkubwa kipindi kile alikuwa mzima, kwa hai, sababu of course wito alianza kuitwa mama. Kwa nikamwambia bi mkubwa, bwana mimi sitaki wokovu wa kuigiza. Mimi niache, we Mungu wako si yuko hai, anashikaga watu anawarudisha kanisani. Kwa niache mimi nipalangane na maisha, mimi niache. Mimi naweza nikabaki chache alafu nikawa moyo, mimi sitaki kuigiza, namjua Mungu asije akanipalana mimi. Kwa niache nizunguke na maisha, wewe niombee tu nisife. Alafu Yesu wako kama yuko live atanitokea. Akinitokea mimi atanirudisha, tutanyoka fresh. Kwa niliomba hivyo. Yaani unajua hiyo lugha unaongea, mimi nakumbuka maisha yangu ambayo nimeishi Kipawa Uswahilini kitata. Yaani masela. Hiyo lugha mpaka leo Pastor, najua ulimwomba Roho Mtakatifu nisikana hivyo, lakini ukiongea the way unavyo preach inarudi. Na ndio maana vijana wengi wanakuelewa. Tukiendelea hapo. Kwa hiyo Maza alikuachilia. Akaniachia, akaniambia, alikuwa anaongea neno moja mama, nakumbuka. Na ndio maana hata kwenye mahubiri yangu mengi hilo somo siliachagi.
na wafundishaga watu, nasema jitabirie. Mtabirie mtoto wako, mtabirie mme wako, tabirie mke wako, tabiria kazi yako. Hamna kazi mbaya, hakuna mme mbaya, hakuna mtoto mbaya. Hata kama leo wanapata 0, walimu wamuite kichaa, we tabiri. Anataka kwa dokta, tabiri. Kwa mama yangu alichokuwa anakifanya, hata anasikia kabisa bwana jamaa akafanya mazabe. Kuna siku moja aliniona kabisa nilikuwa nimesuka nadhani si nne kichwa 5 kichwa. Bahati mbaya silikuwaje nikaangusha kofia akaiona. Wachungaji wasuki nywele. Yaani neno hilo hakuwahi kuacha. Wewe ni mchungaji. Wewe umeitwa Pastor Sam, wewe umeitwa. Fanya unavyofanya, wewe mchungaji. Kwa ile ni kama alikuwa ndio anasema kutabiria. Kwa alikuwa anapanda ile mbegu. Kwa hata kisikia nimefanya mazabe vipi, wewe utamtumikia huyu Mungu tu. Yeah. I see. Kwa hiyo ilikuwaje Pastor kuokoka? Uliumwa, ulisikia sauti kama sauti Sauli au usikia sauti kwa chemiache. Sasa mimi mpaka ilifanya nikaokoka Pastor Sam. Ndugu yangu hapo Jimmy hapa niseme. Kama kile nakipenda pia kitabu cha Isaya sura ya 6 nasema alipokufa mfalme Uzia nikamuona Bwana. Kwa mimi bwana singekufa Uzia singemuona. Asingemuona Bwana. Kwa mimi siku anafariki mama bi mkubwa. Ndio siku mimi yani ile siwezi kujivumilia. Kwa sababu moja nikajua mimi nilikuwa nifanya mazagazaga yote mazabe na nini, nikiingia kona chocho nilikuwa najua bi mkubwa ananiombea na maombi yake Yesu anayapokea direct. Kwa mimi hata nipigwe panga nilikuwa nafanya chochote, nikifanya mazagazaga haya. Hakuna wakuniua, hakuna kufanya chochote. Maombi ya bi mkubwa yanafika mbinguni na Yesu anayapokea. Kwa nilivokata hivi moto nikasema wallahi hapa wataniua. Mimi hapa Yesu namaanisha na sasa nakurudia. Kwa nilivokufa mama ndio siku naokoka. Yani namaanisha sasa watu wachungaji naokoka kila siku. Kwa hiyo nikamaanisha ngambia sasa na surrender. Yesu mimi wako. Ilitokea? Ikatokea. Jamaa ilikuwa mwaka gani? Kama kwa akili zangu kabisa timamu ile ilikuwa tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka 2000. Yani ile sana nimeamua sasa hapa nanyoka na Mgalilaya Yesu. Masela nani walikufikiria? Walinimind sana kwa sababu kwanza hiyo ndio time yani kama ndio ilikuwa ya kufanya vituko yani kwenye piki ile. Kwa bwana watu kwanza watu wanaokokaga sisi bado vijana hata chule la bwana. Wewe si unajua mwenyewe ngambia mimi najua ila hii sasa hii hairudi. Hii ni kama bodaboda ya saizi labda miaka ijayo. Haina reverse. Naamini walikuwa wakuiti Grey. Lazima kuna jina walikuwa wamekupa. Msela yote lazima apewe jina. Ulikuwa huna nickname yote? Mimi nilikuwa na mengi. Kwa mwana, sasa majina yetu chetu mwana fresh. Lakini nilikuwa na jina langu la kilugha fulani hivi nalitumia kwa walilikata. Umeona? Kwa walikuwa wanaitwa Shanks. Linamaanisha nini? Jina leo la kilugha ni Nshange. Okay. Kwa hiyo walikuwa wanaliita. Kwa mimi sasa ujana ule Bitozi Nyangema kwa mimi Shanks kama nalikata. Kama hivi Greg nijiite Greg, kama niita Mzee Nkone za Greg. Kwa nikaifupisha ile. Ukaifupisha ile. Ili turudi nyuma hapo. Yeah. Ilikuwaje maisha ya wewe sasa kwenda kusoma madrasa? Ulianzia wapi? Madrasa kwanza ile nilifanya kibinadamu, nakumbuka nilikuwa nataka kama kumkomesha mama na baba. Waniache kunifuatilia. Nimkomesha mama na baba, nikomeshe washirika wale, nikomeshe yani. Kama niacheni mimi sasa nimeamua na ulimwengu wangu. Kwa ilianza hivyo kama mimi nawakomesha mniache. Kwa katika ukomesha sasa basi kwa nikaingia na pakuwa mbali. Nyumbani kwetu kuna na madrasa na msikiti. Hapa nyumbani kwetu kanisa, hapa msikiti. Kwa hiyo ndatenganishwa na barabara. Kwa hiyo ilikuwa inauma sana. Kama mimi saizi baba na watoto naweza kufeel. Unavuka barabara afu hapa kanisani Jumatano unasikia kabisa ngoma zinaanza kupigwa, pale inapigwa adhana, mtoto wako anavuka barabara anaacha kanisa anaingia. Anasema muda wa adhana huo. Muda wa adhana umelia, basi na mimi naenda pale. Bismillahirrahmanirrahim yakana. Unafanya swala afu unajua Unapozungumzia mimi kwa mama yangu pale pana madrasa. Yaani pana nyumbani kwa mama yangu mzazi afu kuna madrasa. Kwa hiyo nilikuwa nikitoka shule napita. Kwa hiyo hizo unazisikia hizo zinakaa. Kwa maana wakati tunasema hapa ni na kuelewa yani. Kwa hiyo hivyo nikasema sasa sawa. Naona Katoliki kule nimeenda KKT kule Sabato kama wanielewi hawa. Sasa mimi ni ustazi. Kwa mimi nikae kabisa nikasema ustazi na mimi nilichagua jina nikasema nitaitwa Sharifu.
Kwa ningebakia hadi kule ningekuwa Sheikh Sharif leo. Kwa hiyo ina maana pastor, kama sio neema ya Mungu, kama sio Yesu, nasema kweli kama ishivyo Mungu. Ukupata katika maisha yako kupata safari za kuzamia, maana najua kipindi kile cha miaka 99 98 sisi vijana tunawaza kwenda nje South kwa Madiba sana. Sasa hizo mimi bahati mbaya yani sikupataga yani, na ilikuwa moja ya ombi langu, Mungu nisife sijaenda, lakini nashukuru Mungu bwana. Alifanya muujiza of course mwaka jana nafikiri. Nienda kupiga shule kidogo mambo yetu ya theolojia, karudi. Kwa nilienda kule na machungwa, sasa nitaka kuja huko nikiwa mwana, afu nimekuja huko mambo ya Bible. Pastor Gregory, kwenye baada ya kuokoka na kukua kwenye salvation, wito wa kumtumikia ulikuja katikati, ulikujaje? Mimi niseme labda maombi ya mama yale na kutabiri na mzee, wewe ni pastor, utakuwa mchungaji. Tangu nikiwa nafanya huo utukutu wote, huwezi kuamini. Nilikuwa naogopa kukiri na kuambia, lakini mama nikwambia na ndoto, ambia najua sana. Najua wewe ni wito. Kwa hata nilikuwa sina haja ya kumwambia. Nilikuwa naota niko kwenye majukwaa, huwezi kuamini. Nikiamka sasa sio kukemea na mind sana. Mimi siwezi kuwa pastor, upuzi gani huu? Mimi tu kwenye bukafu na ubiri vitu gani hivi? Mama anasema safi sana. Wewe subiri tu, wewe mchungaji wewe. Kwa nimeanza kuota hivyo, lakini nakumbuka ilikuja kwa mzigo sana. Sana yani bado kidogo mimi nisingeenda hata advance. Ile nimaliza form 4. Naona kama Yesu anarudi kesho. Hii dunia unatakiwa wote tuhubiri wote wa yani aggressive yani hapa. Yani nikifumba macho hivi Yesu huyu anarudi. Kwa hata kwenda advance mimi sikutamani, nilikuwa nataka yani niende nipate chepo au niende zangu Bible. Ndio yani ule ulipamba moto. Yani unasukuma. Sasa nakumbuka hata naenda advance. Mbona shule ilijua yote. Shule ilijua yote, kuna jamaa kaokoka anaitwa Gregory. Hatari. Jitegemea hapo. Pale hadi maaskari. Siku nyingine naingia na moto pale. Unajua kuna mateli hapa unakimbia. Parefu pale kidogo. Una siku hata nikichelewa hivi maaskari wananijua. Mchungaji huyo. Na siku najaa moto naingia pale natamani kunena, tunatembea na nena. Mchungaji vipi? Smart area tembea, lakini mwingine unataka kufa. Huwezi kutembea smart area. Kwa walikuwa wanajua jamaa wewe hapa moto. Kwa ilinizidia sana. Nashukuru tu wazee bwana maliza. Mungu ni Alpha tena ni Omega. Ndio. Aliyoanzisha lazima lifike mwisho. Kwa sana hapo wazee wa imani na wachungaji wetu of course wana exposure kubwa. Ingekuwa zamani zile nenda kwenye kazi ya Bwana. Kwa nashukuru kama ulivyosema Pastor Sam. Neema ya Bwana. Ule mwito ulianza form 4 ile. Advance yote hadi naenda kufanya chuo undergraduate. Wote wanajua kozi zote sio accountants wanajua kuna jamaa anaitwa Pastor Gregory. Kipita hivi unajua zamani na mkoti wangu mkubwa na mtai unaburuzika kule. Kimaliza vipindi niko juu naomba kule summit. Kwa hiyo watu walijua wote. Kwa hiyo wito ulikuwa ushapamba moto tangia O level. Yani nimaliza tu form 4. Kuna rafiki yake Pastor Fred Msungu anaitwa Michael Chavala. Aliwahi kutoa historia yake kwamba alipata shida sana yeye kujua Kiingereza. Ili mlazimu akafunge na kuomba ili Mungu aweze kumwezesha iko language. Nikikusikiliza wewe ukiongea unapenda sana slang ile ya Kimarekani. Ambao vijana wengi kwenye social media ndio nadhani wanaipenda. Hii imetokana na nini? Kuna mtu ulikuwa unamfuatilia ama ni imetokea tu automatic hivi? Kwa sababu unavyoongea matamshi yako yamenyoka lakini ni slang. Sasa na vijana wengi ndio wanapenda hivyo. Sasa mimi niseme kama kuna miujiza ambayo Mungu aliwahi kunifanyia ni hiyo. Yani kama kuna muujiza, yani hapo sina cha kujisifia. Mimi nimesoma O level ni shule sio ya kata, ni ya katakata. Sasa nafikiri hata ukigogo sio kama labda kwa sababu ya AI ukaipata, lakini sidhani kama ni kitu chepesi. Kwa ni shule ya katakata. Ile unasoma mzee Jimmy, ukiongea Kiswahili unavalishwa dudele, alafu ilikuwa shule ya agriculture mzee Sam. Unapelekwa kulima, ni agriculture kabisa. Mimi nimesoma dude agriculture education nayakumbuka. Kwa unapewa milaba, mwalimu anakuambia tutakutana pale. Hiyo yani ni kutoka hapa yani hapa mpaka si nahisi Lugalo kule. Yani wewe utanyooka sio eka 5 mtakutana kule.
Kwa hiyo hapo nakumbuka kile Kiingereza akija ndege use bed, yani asira ile. Kwa hiyo nikamwambia Mungu use bed, asira unatoa akipita ndege there is a me, you don't know the punishment is here, you don't know me. Sasa nilipokuwa nakuwa kama ulivyosema kwa Sam, wito, habari ya wito, nikasema Mungu, mimi umeniita, kwa kuwa umeniita nisaidie katika vitu vingi, nipe lugha, kwa sababu najua utanipa kwenda mbali na mataifa mengi sana. Na mimi naipenda kiukweli, nikamwambia mimi napenda taste, napenda ile accent yao ya America. Kwa nikamwambia Mungu, nipe hii anointing. Kwa mimi sijasiwi vikalablasha, hata kama nifundisha of course chuo kikuu for some years, lakini siwezi kusema wao, unajua bwana, tuna walimu wa education, ma professor, ma doctors, lakini they can't even flow, they can't speak good English, lakini nisigombane na watu sasa. Si tunajua sisi ni Watanzania, ni Afrika. Kwa hiyo siwezi nikajisifia kwa namna yote. Kwa ni Mungu, nilimwambia Mungu nipe. Si unatujazaga Roho Mtakatifu, unaponyaga magonjwa, unaondoa kansa, kila kitu, kisukari, na mimi nipe language. Kwa hiyo mzee Jimmy, nikisema hapa I've been to nice classes, you know, I've been exposed to best tutors, nitatiwa kofi na Roho Mtakatifu. Kwa it is mercies. Kwa hiyo ni Mungu aliniachia hiyo anointing. Yeah. Kwa hiyo na mimi nashukuru. Na tukiflow hivi unaweza usisikie. Ila ukinichokoza kwenye Kiingereza ni neema, na kama vile Samson nguvu zinashuka. Yes. Kwa hiyo nikikutana atmosphere rafiki zangu wao majenzia au vijana degree ya kwanza certificate, naambia come on guys, you have to relax. Mungu alitupeleka huko so that we can have this, and we can show you that our God is able, you know. So hivyo sasa usichokoze tena tusika flow. Yeah, Pastor, kumekuwa season, nyakati na majira zinabadilika. Yeah. Naambiaga watu approach ya kuhubiri injili ya zamani inawezekana isifanane na sasa. Ni sawa, ingawa msingi ni ule. Yeah. Lakini approach ikawa na tofauti. Yeah. Wazazi wetu kutumia social media, au kutumia YouTube, au kutumia Zoom, au kutumia chochote. Lakini pia kuna mikutano pia siku hizi, kuna ibada za tofauti. Na kanisa lako liko chuo. Yeah. Karibu na chuo cha Mzumbe. Yeah. Unaonaje Twitter ni uamsho kwa sasa, au kuna jambo nadhani pia kanisa lijakaa sawa? Kwa sababu tuna watu wanahubiri ukisikiza mbona kama matango mwitu haya. Kwa sababu tu kuna access zipo za kutumia social media. Yeah. Unaona mwamko vijana kuhubiri, watu kama wewe kwenda kuhubiri neno la Mungu, kutumika. Unaona vijana wengi wakiwa wako tayari kutumika kama zamani, ama unaona kama sasa tunachelewa sana? Tunabadilisha mwelekeo wa swali. Kwa sababu niseme hiyo tuite ni neema ya kipindi hiki. Na niseme ni uamsho kabisa kabisa. Hiyo nataka ni kiri mbele ya Mungu wazi. Kama kuna neema imemwagwa, tuseme yeye ni majira ya uamsho. Hata pale chuoni penye kanisani tunapochunga pale, mpaka unaonea huruma. Kwa mfano sasa hizi na kijana wangu, mchungaji wangu msaidizi, anasoma, amemaliza degree yake ya kwanza, akaunganisha degree ya pili, masters. Na haikuwa tu masters of business administration nafikiri, and he was one among the best student. Amekuwa the best researcher ya klasi yake. Na amemaliza tu akaniambia, Pastor, I don't feel like going and get a job anywhere. I feel like getting into the field direct. Nikamwambia, bro, you are still young, go and find money, bro. Akaniambia, mimi I'm crazy, I just want to serve Jesus. Nikamwambia, kwa hiyo unachokisema ni uamsho umemwagika. Lakini sasa kitu ambacho kama ningeshauri sana, si tunajua na tufike sehemu tuheshimu profession za watu. Nyinyi mko kwenye field ya habari, journalism. Huwezi ukaota ndoto ukawa baptized in the Holy Ghost. Naamini kwa miujiza. Lakini Mungu ni Mungu wa kanuni. Lazima akupeleke kwenye hatua moja mpaka nyingine. Kwa mimi nafikiri na umoto uliopo na vijana wamekuwa wengi, social media, hizo platforms za kumhubiri Yesu zimekuwa nyingi. Lakini mimi kilio changu mimi ni kijana, lakini I feel like deep down I'm old school. Nataka ku maintain kama ulivyosema ile vya Yesu wetu na mzee wetu, wazee wetu wa imani. Kwa hiyo wasikatae. Kama ningeulizwa leo nishauri nini, ningesema wasikatae. Wakiitwa kuwa na sauti nzuri, kuwa na Mathayo 7 na maandiko 4-5, it's good thing, it's a blessing, lakini wasikimbie shule. Mimi naamini kwa shule. Yesu
alikaa na wanafunzi wake miaka 3. That was a degree equivalent to bachelor. Kwa ulimwengu wa sasa ungesema equivalent to PhD. Kwa walikuwa shule. Yesu was rabbi. Kuwa rabbi, Petro na wengine, it was a golden opportunity, kwa sababu rabbi uwe mwanafunzi wa rabbi, unakuwa lazima unapewa vile vitabu 5 vya Musa vile, Mwanzo, Kutoka, unavimeza vile. Alafu ukienda kwa rabbi anakuuliza swali kokote, ndio interview ya kwanza. Anaambia nipe Walawi sura ya 6. Nielezee inaongea nini. Ujui ndio umetoka. Alafu ukifeli mtihani, hakuna namna, ndoto zako za kuwa mwanafunzi na mwisho wa siku wa rabbi zimeisha hapo. Hakuna QT by that time. Hakuna QT, hakuna kurepeat year. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kikubwa sana kukosa. Kwa hiyo akina Petro, ile ilikuwa jambo kubwa mno. Kwa hiyo ndio mimi nataka kusema kwamba hata kama wewe na moto, mayai hapo haya, mtu anaweza kagogo tena. Niumia siku moja sana. Tulikuwa kwenye huduma. Jamaa zetu wachungaji, namwamini nampenda, sitaki kumtaja. Alafu tukawa kwenye huduma, dakika chache natakiwa mmoja wetu apande kuhubiri. Kule kamwangukia. Mimi nilipiga siku ya nyuma yake, kule kamwangukia. Kaambia lakini mzee umejiandaa? Mzigo wote uko AI, sasa mimi nabonyeza andiko na nini nitapata introduction. Kaambia no. AI haimzuii nafasi ya Roho Mtakatifu. AI haifungi vyuo, not necessary kwamba waende Bible college physical waattend 5 years 3 years, lakini kuna namna. Sasa hizi kuna classes unaweza ukaattend, ukaenda physical kufanya mtihani. Kwa ninachotaka kusema Pastor Sam, kakaangu, kaka mkubwa, it is good thing, ni uamsho unatembea, lakini tusije tukakosa, hatuna mizizi. Watoto hawana kina. Wazee wetu walichukua muda, walienda shule na upako wao, walienda shule, walitengenezwa. Kwa mimi kama Yesu alimtengeneza Petro miaka 3 darasani. Hata hivyo wakina Elia, wakina Elisha, kulikuwa kuna vyuo vya manabii, school of the prophets. Wanapigwa shule. Elisha mwenyewe kutokea from nowhere kwamba amechukua manto ya Elia na miujiza inatokea, alikuwa darasani. Kwa kitu ambacho nataka kusema ni nzuri, moto umewaka, uamsho, vijana wanaitwa sana, safi, lakini turudi kwa wasiogope shule. Ni lazima. Shule ni lazima. Kama mimi siwezi kuingia deep down kwa mambo ya journalism hapa. Mimi hapa mpaka leo anijaze, na akinijaza atanipa kaportion kadogo. Hii ni professional. Jimmy, hii mmekaa shule. Kabisa. Sasa kwa nini unataka kuignore kwamba mambo ya rohoni kwamba yasiwe na shule? Kwa mimi mwito wangu turudi shule. Sio lazima waende wakijifungia sehemu miaka 5, yani kama boarding school wherever, lakini shule muhimu. Shule muhimu. Hapo samani najua unataka kuongea, niongezee hapo. Yeah. Mimi huwa napata shida sana kwa watumishi, hasa hawa manabii ambao wanakataa shule. Yaani anakwambia shule sio muhimu. Mungu Yesu akisha kutokea akakupa maelekezo, mafunuo unatembea na yale mafunuo. Mimi kwangu huwa inanipa sana shida. Kwa sababu wengi ndio tunaona anazungumza sana kwenye social media huko, wanapoka kweli kweli yani. Lakini mimi naamini kama wakienda shule kuna namna Mungu atawatengeneza na kuwa na ile discipline ya kimungu ndani yao. Nadhani hapo niko sahihi Pastor. Kabisa, yani uko sawa. That is that we are not fighting anybody here. Yes. Sisi we love all, kwa sababu we have never called any person, you prophet, we love you and go on with that flow. Mungu akubariki. You apostles, pastors, we love you bishops. Lakini tunataka kwamba turudi. Shule is an epic yani. Pastor, kuna siku wiki chache zilizopita kuna video yako moja ikitrend sana. Ulikuwa unafundisha kuhusu Mkristo na secular music. Na ukawa unazungumza kwa maana ya kwamba haiwezi kuwa sawa. Muziki una uvuvio wake. Ukiubeba ule haiwezi kuwa unafanya secular alafu pia na roho iko on the same time. Ukasema hauna tatizo la muziki, shida la muziki. Lakini una tatizo na Wakristo kwenye hicho kitu. Concept ilikuwa ni nini? Hoja gani unataka kuijenga? Ufundisho gani unataka kuliweka pale? Okay. Kwanza fundisho langu lilikuwa ni hili. Basi Sam, kwamba ijulikane kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Yaani hiyo watu wajue Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Na tuko duniani na dunia inajua kuna Mungu wa dunia hii, shetani, sawa? Lakini kuna Mungu wa kweli, Mungu aliye hai. Sasa nitaka ile kusema ya kwamba wajue Mungu ni Mungu mwenye wivu moja, lakini kila kitu kikitafsiri ni ibada. Kuna Mungu anainuliwa. Yani tusichukulie fresh, yani poa kwamba we take everything for granted, you know. Mimi nasikiliza, mimi namkubali
nitaji sasa tunajua. Mimi nasema labda mimi namkubali tu bali kwa muziki yake namkubali Konde Boy namkubali Diamond. Yani unajua ile hajatukana lakini of course yani inafundishwa na teaching fulani. Hata kama wewe na teaching, mwisho wa siku nani anatukuzwa? Mimi by the grace mmeniuliza hapa, I've been to clubs. Yesu asingeingilia kati. Mimi naandika, hadi kesho mimi napewa neema ya kuandika kwa sababu kwa kidogo mimi naandika hata vitabu. I'm author by the grace. Sasa ile neema ya kuandika ilikuwa tangu zamani, ya kuandika mabiti kabisa. Ya kuandika mabiti. Muziki. Mimi nimeingia klabu mdogo nikiwa na miaka 6. Namjua shetani, namjua muziki ndugu zangu nye, wazee wangu nye. Na ujua muziki wa dunia unavyoweza kufanya. Ile ibada. Lakini kingine wasahau kwamba Lucifer ndio alikuwa kwa Mungu. Lucifer mwenyewe alikuwa kwa Mungu. Ukisoma Isaya 14, ukisoma Ezekiel 28, alikuwa kwa Mungu. Anasema aliyefungwa sauti ya muziki wake, aliyekuwa na vinanda. Yule shetani sio mtoto mdogo. Mungu wa dunia hii kwa anajua maana ya kusifu, anajua maana ya muziki. Na sisi tunafahamu Mungu anaketi kwenye sifa. Kama Mungu anaketi, shetani anajua, yeye anajua naye anaketi kwenye sifa. Unaelewa sasa? Kuketi maana yake kuna kiti. Kwa kiti cha enzi cha mioyo yetu napaswa akalie Mungu aliye hai. Ndio ilikuwa nasisitiza pale sana basi sasa. Kwa tunapomuinua, tunaposikiliza muziki wa kidunia, nani amekalia hicho kiti cha enzi? Mwisho wa siku nani atapata utukufu? Mwisho wa siku nani atapata heshima? Kwa nitaka watu wajue Mungu ni Mungu mwenye wivu. Lakini pia tukiuimba muziki lazima uelewe. Unapouimba muziki, sasa nianze wa Mungu. Alafu nitakuja wa shetani. Maana vile tukiimba muziki wa Mungu, Roho anashuka, anatuvuvia. Tunajazwa Roho kabisa, Roho anashuka. Tukiimba kwa sababu si Mungu anaketi, alafu aanze kutembea, kwa Roho anashuka. Kwa hiyo ningesema muziki wote unapoimbwa kwenye balance, alafu nitakuja kutoa conclusion. Muziki wote unapoimbwa kuna Roho atashuka. Iwe ni Roho mchafu au ni Roho mtakatifu, Roho mzuri wa Mungu. Hiyo ni moja. Lakini sio tu Roho anashuka. Muziki unapoimbwa kuna miujiza inatokea. Moja, kuna maamuzi unaweza ukayafanya sio ya kwako muziki ukishuka. Ndio maana muziki ukishuka sasa sio tu Roho anashuka. Kuna mwingine alikuwa hawezi kutembea, ataanza, atapata nguvu, atatembea. Mwingine alikuwa sasa hapa atafanya hata maamuzi mabaya. Ngoja tukumbuke sisi tunasoma Biblia. Wakati kwenye sikukuu ya kuzaliwa kwa Herode, sikukuu yake ya kuzaliwa kwenye Mathayo, wakati sikukuu ya kuzaliwa kwa Herode anasema mtoto wa kucheza bila muziki. Sasa hapo usijima, unajua. Wakati mtoto wa Herode anacheza, maana yake muziki ulipigwa. Wakati anacheza yule mtoto, sijui mfalme alifurahi kwa kiwango gani. Akasema binti yangu Herodia, omba chochote, hata nusu ya ufalme. Come on. What kind of dance? Alichezaje? Yule mtoto alijimimina vipi kwa baba yake? Akaukonga moyo, yakaathiri maamuzi. Ndio maana ukiwa klabu unaweza uchukue mwanamke yote, utaanza kukisi, unaweza ukavua nguo, unaweza ukafanya chochote kwa sababu sio maamuzi yako yanakamatwa. Samani bwana sisi kwaje nimekutana na demo, yani mimi sisi bwana tukadate, yani afu akawa fresh, nikapiga tukaenda tukazunguka nyuma huko, kulikuwa nini toilet tukamaliza, yani mimi sielewi, afu simpendi, unaanza kujuta sisi kwaje, yani afu bwana nimekuja, afu nimekuwa tumetest mara moja, afu mimba imeingia, afu ananiletea manyaunyau. Maamuzi yanakamatwa kwenye muziki. Unaona Herode? Na akashindwa kuchomoka. Akasema hapa siwezi kuchomoka. Unataka nini binti? Kaambia naomba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Hai. Katika zawadi zote. Katika zawadi zote. Mwanangu hadi nusu ya ufalme hujauona. Hata kichwa. Kwa unaweza kuona kwa muziki unapoimbwa na watu wanapocheza, Roho anashuka. Maamuzi ya watu yanakamatwa, yanageuzwa. Utashtuka baadaye. Lakini namba tatu ambayo ni kitu watu waelewe, sio tu kugeuzwa maamuzi, lakini kuna vitu vinaweza vikatokea tukiimba muziki wowote. Kuna nguvu, sasa sio Roho kushuka, kuna nguvu ya kufanya vitu ambavyo usivyoviweza kwenye muziki. Tena hiyo nguvu inaweza watu wakafa. Nakumbuka Michael Jackson, mimi nafuatilia muziki na ujua muziki, nimesema kabla sijaokoka nimekaa kwenye muziki. Na kuna mavideo ule mama akasema wewe nitakutunzia hii mpaka nasikia mpaka we mkubwa. Nitakutunzia. Si nini, mimi nilichora tattoo yangu ya kwanza kuchora ilikuwa ya reggae.
Sasa nimesokota pia vidread vyangu, mimi alikuwa ananitonea nywele zangu, mdogo wangu yuko hai. Hata angeitwa hapa atatoa shuhuda. Magdalena yeye saizi mwenyekiti wa Double K pale kwa mzee Putaputa Tanga. Yuko hai. Yeye ndo alianza kunitonea nywele zangu ndogo, ananitonea zikaanza kuwa kubwa. Kwa mimi tattoo ya kwanza ni ja. Yaani kwa sana feel music, reggae. Yes, na feel reggae. Yes. Kwa unaweza kunielewa sasa maamuzi mpaka na chola mwili wangu. Si unaona maamuzi ya muziki, that's the power of music. Kwa hiyo lazima uelewe. Kwa hiyo muziki aliyekuwa na kwenye point ya mautiuti, muziki ukaimbwa vizuri, anaamka. Hata huu wa kidunia huu. Malo yao hospitali wakienda nao yakaimbwa yale. Yeye ni mpenzi wa reggae, mpenzi wa tarabu, mpenzi si wa rock, mpenzi wa hip hop. Yakapigwa hayo, nakwambia anafumbua macho. Sasa vipi jamani, naombeni uji. Huku kwa Mungu. Hiyo spirit iliyopo uvuvio sio mchezo. Kwa huku ukiimbwa kwenye watu waliokuwa kwenye zile sintofahamu ya kutoweza wanaamka. Ndio maana muziki ni kitu cha ajabu sana. Kwa ndio maana nikasema sasa tumpe Mungu heshima yake. Tumpe Mungu ibada. Kwa ndio maana nikasema tumpe Mungu ibada yake. Tumpe anavyostahili mfalme wa wafalme Yesu. Samahani kwa kukatisha pastor. Hapo nitilie mkazo. Hupati shida unapoona mziki wa sasa hivi wa huu vijana, achana na worshipers, wanajulikana ambao wanafanya worship. Lakini kuna miziki mingine ya gospel imewekwa katikati. Huwa haikupi shida. Ili trend. Sasa yani hapo sasa unaelewa na Jimmy. Kwa ukishasema tu ile trend maana yake nini? Ibada unamtoa kwa sababu key ya mahubiri, key ya praise, key ya worship, key ya mambo yetu sisi wacha Mungu tuwe kazini kwenye biashara. Mwisho wa siku Yesu atukuzwe. Yeye awe glorified. Honor belongs to him. Sasa mwisho wa siku mtu anasema unasikiliza nyimbo mwanzo mpaka mwisho hakuna Yesu, na Bible iko clear, ombeni yote kwa jina la Yesu. Mimi ninachoamini waimbaji wale ni wahubiri wenzetu. Wahubiri wenzetu kabisa, and I love them. Kwa hiyo ninachoamini akiwa naimba ili utukufu wa Mungu ushuke. Sasa huyo mwenye kuleta utukufu atajwe mle siku. Katikati unasikiza nyimbo mwanzo mpaka mwisho. Alafu usikie Yesu. Unaweza kusikia tu baba, sasa baba. Watu wanaweza kuita wapenzi wao baba. What is baba yani? Baba nini yani? Baba. Sasa sisi watoto wakiita, ukiita mwana hatushtuki. Ukiita baba hatushtuki. Lakini ukiita Jesus, Yesu, hali yao inabadilika. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa kwamba mtu anaanza muziki, ngoma inaanza mwanzo mpaka mwisho, hakuna Yesu. Sasa sisi walooni, lakini udogo alimaanisha, baza hapa alimaanisha hapa. Sisi alimaanisha Yesu huyu. Kuacha tunajitia moyo, lakini kiukweli sio Mungu wetu bwana mzee. Si tumeelewa misingi ya wazee. Unajua kuna wakati tufike this waisikie kwamba sisi hatuwa mind. Tuna mind vya nini? Kwa nataka kusema kweli, sababu this is what the Bible tells us, kwamba tunaposema tuongee kweli, we shall know the truth and truth will set us free. Kwa hiyo waisikie kweli. Kama mtu anaamua kurudi kwa Yesu, anyoke na Mungu aliye hai. Sawa, la sivyo itanifaidia nini? Kitabu kinasema, kitabu cha Marko sura ya 8 sasa na 2 sasa na 6, itakufaidia nini? Upati you gain the whole world, at the end of the day you lost your soul. This is crazy. Kwa kitu kikubwa watu warudi kwa Yesu. Itakusaidia nini? You gain the fame. I am known by everybody. Lakini at the end of the day nataja hapa afu nasema yes, it was mine. Unajua mimi nisoma sana. I love English, I've been to schools, I've been to good classes. Uski dialogue mwanzo mpaka mwisho usikie Yesu. That's crazy. Moja kati ya mambo ambayo kwa sasa hivi na changamoto ni kutaka ustaarabu, ni kama vile unataka kudhoofisha Ukristo. Unajua kama vile unajua usitaka kutaja mambo ya Yesu. Kuna wengine wanajisikii vizuri. It's not good. Hapo. Na mwisho wa siku imewakumba mpaka wahubiri wa injili sasa kanisani, kwa sababu kuna fundamental teachings. Misimamo ama misingi ya Ukristo inayumbishwa kwa sababu ya kutaka kuweka vitu vingi. Kuna watu wamefikiria juzi hata sisi tulichapisha, kuna watu wanafikiria itoke Biblia ya 3 sasa
tuna Agano la Kale, Agano Jipya na Agano la sasa. Agano la sasa. Kwa sababu wanaona kuna mapungufu. Oh my God. Kuna kanisa the Church of England wao wamesema it's not good to say our heavenly father. Hiyo ni hali ya ubaguzi. Kwa hiyo tuna our heavenly mother. Yani kwa nini tunalazimisha iwe father wakati dunia inaweka katika equality? Jesus Christ. Yeah. Wataka mama yetu wa mbinguni jina lako litukuzwe. Kwa nini tunanganie baba? Kwa sababu kama kuna vitu vya namna hiyo. Huu ustaarabu ni agenda, huu ustaarabu ni kuelimika, huu ustaarabu ni mpango mkakati wa kufufisha injili kama ilivyokuwa pengine mataifa ya Ulaya. Mimi niseme sasa, yani huu ustaarabu, si ndio? Yani huu ni mkakati wa Lucifer mzima in the name of ustaarabu wa kubadilisha mahubiri, sisi wahubiri, unaona Na niseme hivi kabla sijakazia sana, unajua mwisho wa siku tuko kwenye end times, right? Katika these end times mpinga Kristo atapenya kirahisi, atateleza kirahisi, kwa sababu mwisho wa siku itakuwa dini ya ustaarabu, dini ya hekima. Yani kama unasikiza gospel, lakini come on, is this a motivation thing or there is uski power? Ndio tunakokwenda sasa. Basi sana tunataka, you don't want to offend anybody here. Gospel is all about, it has to offend. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ibrania 4:12-13, neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili, it's double edged sword. Kwa hiyo whether I like this word or I don't like it, ni la Mungu, ombeni bila kukoma. I don't feel like a pray, lakini siwezi kusema. There are times guys, you know, if you don't feel like a pray, you just chill, relax, you know. Holy Ghost will pray for you. We sema ombeni bila kukoma. Unauma, you pray. You have money, pray. You don't have money, you pray. You have been rejected, pray. You are favored, pray. Asa naogopa, I will offend, nitawakwaza. Ndio tunafika kwenye ustaarabu sasa. Ustaarabu ni dini imeingia tangia mwanzo. Unafika kanisa la kwanza, ukisoma historia ya kanisa, kilichoanza kupoza Apostle Jim, babangu Pastor Sam, ustaarabu. Unafikiri alivyokoka mfalme Constantino, na anajua kabisa kwamba ubatizo, Yesu mwenyewe mwamba, kamanda manyota, alienda Jordan akabatizwa. Yohana anataka kuleta dini mpya ya ustaarabu. Yohana ambia Father, unajua, akamwambia dogo, sikiliza, hiyo ni Mathayo. Kwa hiyo hii ni maandiko. Yesu mwenyewe alimind ustaarabu. Mathayo 3 kuanzia 13-15. Yohana, Father, unajua mtakatifu sana. Akamwambia sikiliza dogo, usiniharibie. Ndivyo inavyo nitakiwa, ndio inavyopaswa. Nitimize haki yote. That's right. Tutimize haki yote. Usente ustaarabu, usente dini, usente dini mpya mimi. Mimi mwenyewe mwanamume wanaume. Yesu akabatizwa. Baadaye anakuja mfalme Constantino, anaambiwa baada ya kubatizwa, sema come on you, there's no problem. It's bring some water here. You can't take a king to a river. You are joking. Kwa hiyo akaletewa maji, mfalme akanyunyiziwa. Ndio unaona tu kwa ustaarabu umeleta matatizo mengi. Ustaarabu. Tunaamini kusema hivi, nataka dunia ielewe. Tunaheshimu watu. Mungu amesema tunaheshimu wakuu, tunaheshimu wenye mamlaka, tunaheshimu wenye vyeo, tunaheshimu wasomi, wasiosoma, wenye hela, tunaheshimu, tunatunza heshima. Lakini hatutatunza heshima above and over the word of God. No. Hiyo tunaita is a cult. That's a blasphemy. Hiyo ni kufuru kwenye lugha yangu, kwenye dini yangu moja tunasema hiyo ni kufuru. Wallahi. Wallahi wabillahi. Hiyo wallahi wabillahi tawfik. Hiyo nakwambia tena, tukisema takbir mtu anakatwa kichwa. Hiyo ni kufuru ya mali ya juu. Anaheshimiwa mtu kuliko neno. Na ndio hiyo ustaarabu, uimbaji wa kistaarabu. Unasikiliza ngoma, hii mbona kama bongo flava hii ngoma hii. Hii unasikiliza kama bongo flava. Hii mbona kama mapenzi hivi. Basi umenifia baba, kwa mbali ndo kumbe hii ya chachi. Lakini mwanzo sikia, umenigusa moyo, umenibeba we, umenitunza. Hiyo wapi sasa? Msalabani ndo unasikia kumbe Mgalilaya. Kumbe katajwa mwamba kiaina. Kwa dini ya ustaarabu inaingia kwenye uimbaji, inaingia kwenye mahubiri. Yani ustaarabu unataka kwa mwingi. Kwa mzee huu, nirudie kwenye swali, ni mkakati wa shetani. Watu wasisikize neno la kweli, umeona? Wasijue injili ya kweli. Wasijue ya kweli. Watu wawe yani kwenye ustaarabu pia unatengeneza kizazi kingine ambao ni matatizo sasa.
matatizo, kwa sababu kuna watu wasipojua kweli, watu wasitugeuze sisi wahubiri, waimbaji, wazee wa kanisa, mitume na manabii, maprofeti, tuwe miungu watu sasa, kwamba star one man show. Ukristo is not a one man show. Mchungaji sipo, ibada itahubiriwa. Baba askofu hayupo, kanisa linaenda. Christianity has never been a one man show. Ni ya Yesu. Na Yesu ndio saint of Christianity. Kwa the end of the day, Jesus has to be glorified. Jesus has to be honored. Sasa uone hichi kitu hapa. Yesu anakosa heshima yake, adabu anaminywa, utukufu unaminywa. Kwa hiyo ustaarabu unakuwa mwingi. Kuna makanisa wanaalikwa wanaambia okay sawa, pasikiza, kuna vitu usikazie sana. Wewe nyoka yani. Wewe ongea neno jumla general. Mbia can't do such kind of crazy business. Si tumeacha degree, tumeacha maisha. Tumekuja kwa mgalaya kunyoka, afu unatupangia cha kusema. Come on brother. Kama vinanunuliwa kanunue watu. Come on, no we can't do it. Gani vinakupa shida pastor kwenye maisha yako, hasa kwenye hii kingdom kwa ujumla? Kwenye kingdom. Mimi bwana, sasa naogopa kusema napata shida sana, kwa sababu mimi katika watu waliorehemiwa. Mimi nimerehemiwa sana. Na mimi naitwa pasa hivi. Mwenyewe nikiangalia kwenye kioo nacheka, najifinya hivi. Am I really a pastor? Kwa mwisho wa siku nasema God is real merciful. Very merciful. Kuna watu watapona hapa. Ndio tunataka kusema hivyo. Kwa zile nilivyorehemiwa sana. Sana. Kwenye kichwa changu saizi, hata vijana wangu wachungaji wangu kusaidiza kana pasesa Pastor G kama anaona kama anapunguza hivi anakuwa vipi, na nataka ubalance ustaarabu. So ustaarabu na uchukia ustaarabu, lakini unaona Mungu huyu dogo haelewi. Kama ulinilema mimi ukanivumilia, natoka kanisani naenda msikitini, naenda klabu afu narudi tena, unanivumilia pamoja na kuzingua kote huko, umenivumilia mpaka leo umenitengeneza hivi. Kwa hiyo niko na hiyo dhana, I believe kwamba Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Mungu wa neema, ana time. Kuna mtu anaweza kumpatia time, anampatia time, alafu baadaye anamuwini. Hata Petro, unajua tukifika hapo sasa kwenye neema ambako ndo Pastor Sam na Jimmy nataka niongee kitu kingine. Hata tuki introduce the doctrine of grace, ambao sasa inakuwa mbaya tukipeleka kwenye hyper grace, kwamba Yesu amemaliza kila kitu Kalvari. Kwa kuna mtu hata ukinywa pombe, Yesu amemaliza kila kitu. Tumetubu, tukishaingia huko once and for all. Tuko kwenye neema. Tuko kwenye neema, unao. Neema ukisoma Tito 2 na ni ngumu. Neema ni ngumu kuliko ile Torati. Neema ni ngumu. Anasema neema yokoayo watu wote imefunuliwa. Nayo yatukataza sisi kukataa kila aina ya ubaya. Kwa kazi ya neema ni kutukataza tusifanye ubaya wala uovu wala ujinga. Kazi ya kwanza ya neema kutuleta into perfection. Kazi ya kwanza ya neema. Kwa watu wanachukulia neema vibaya. Kwa hiyo viko vingi of course nikiangalia hivi naona kama makolokocho hivi, lakini tutafanyaje? Mimi sio saa Yesu, mimi sio saa Godi. Kwa hiyo acha anivumilie, acha tuvumiliane, tuendelee kuomba. Hatuwezi kujua, tunamwona leo anazingua, kesho atakuwa pastor. Wale wa mama walikuwa wananiona nimepiga katakei, nimetoa na mkanda kabisa katakei ile, sio katakei zinaziona afu naona wanazingua tu bangi hao. Katakei yenyewe original ile katakei nimeipiga, hamna mkanda, yani iko huku kwenye mapaja ile, sio kwenye mapaja. Nakumbuka maneno ya mama fulani wa yule, si cheki jamani. Shetani kabisa, mchungaji kazaa shetani. Na yakumbuka ile maneno. Mchungaji kazaa shetani, angalia shetani huyo. Cheki alivyovaa shetani huyo. Lakini leo hapo umeshapiga blazing. Hapo usiniambie. Usiniambie. Sigara ishapelekwa vibaya. Sasa naangalia kwa watu wa siku hizi naambia hawana. Wewe unazingua na bangi mbili, bangi moja. Sio na roba la bangi, afu nimesikia yule mwana hajaokoka, nitamfungia safari. Yuko hai, si amekufa. Munga kama ananisikia yupo. Yana roba la bangi geto. Roba liko geto la bangi. Kwa Yesu katuvumilia leo. Misokota Madridi, afu wazazi saa nyingine walikuwa wajui, wanasikia tu. Umeona hiyo. Basi zangu wengine wakiona hivi ndio wanashtuka. Dogo alikuwa mweu kiasi hichi. Kuna kitu tukizungumza pale mwanzoni. Yeah. Wazazi au familia kutokata tamaa. Yeah. Kwenye kuombea mambo. Yes. Na sasa hivi kuna watu wengi sana ambao hawachukui jukumu la kuomba, ila wanapenda kuombewa. No. Yeah. Unasemaje kuhusu, unajua kwa sababu na tunaamini katika consistency ya maombi ya mama yana mchango huo kwa ulivyokuwa. Sana. Kuna wengi sisi ukituuliza, kuna watu walisimama on our behalf. Yeah.
ili mambo yaweze kutokea. Kabisa mkuu. Unaelewa hapo? Yeah. Unasemaje, unaongeaje kipindi kama hiki, nyakati kama hizi ambapo pia usagaji umeibuka, ushoga umezidi kuwa mwingi, na wazazi ni kama vile tunachukulia tu poa kwamba mabadiliko ya hali ya hewa sio ya kisayansi, lakini tusimame katika zamu zetu katika ulinzi wa kiroho kuhakikisha kwamba tunawapoka watoto kwa shetani au waume kwa shetani au wake zetu kwa shetani ili kuja kwenye ufalme. Hii unaonaje kwa kanisa linavyokuwa waumini hasa wanajilegeza au wanakata tamaa kuomba kwa kusema kwenye zamu zao ile ombeni bila kukoma? Yes. Kama kuna andiko nalielewa sana kwenye Biblia, ndio maana napenda kuomba. Yaani sio kwamba hiyo neema imenishukia, kwa sababu anasema hivyo kwenye Zekaria 12:10, nitaumwagia roho ya neema, sio kichwa kujisifia. Roho ya neema na kuomba. Kama nasema Sam na Jimmy. Kwa hiyo moja kati ya kosa tupaswi kufanya. Mimi niko hapa kwa sababu ya neno bila kukoma. Bila kukata tamaa kama ulivyosema. Kwa mama yangu alikuwa na tamka. Sio kitu kirahisi, sisi wote tumekuwa. Mzee Sam mwenyewe una majanga yako kaka mkubwa. Mzee Jimmy na wewe kipao uko wapi, una majanga yako. Kwa sisi ni matokeo ya maombi ya wazazi wetu, matamko ya wajomba, mashangazi wazuri, wachungaji wetu wazuri, wazee wa kanisa wale wema waliokuwa kitabiri na waliokuwa wanatupenda kwa dhati. Kwa mimi niseme niliite kanisa, niwaite watu wa Mungu kokote all over the globe wanakotusikia sasa, kwamba haya ni majira ambayo hatupaswi kukata tamaa, kuamini vile Mungu anavyoamini, sio ulimwengu unavyoamini au mazingira yalivyo sasa. Hivi ni vitu vigumu viwili natakiwa kanisa na watu wa Mungu kokote duniani wasikie. Hatupaswi kwenda au kupelekwa na upepo vile unavyotupeleka dunia. Lakini tunapaswa kuamini Mungu alisema nini na Mungu anatuazia nini. Tukirudi hapo Pastor Sam na tukakomaa kwenye kuomba bila kukata tamaa. Mimi nataka nikwambie kuna tusingekuwa, yani bado nami tutakuwa na ndoa za baraka. Ama divorce manini, so vitu eti kwamba kwani ndoa, yani ndoa zetu ndo zina changamoto kuliko za baba zetu. Haiwezekani. Na wao walikuwa na vimeovaa vingi sana. Lakini ukiwarudisha kuna vitu walikuwa wanaamini. Kuna siku moja baba yenu atakuwa mtu mzuri. Kuna siku moja baba yenu huyu atalipia ada. Nyewe subiri mimi napambana mimi. Baba yenu kuna siku tena hatalipa ada, atakuja shuleni huyu. Waliamini hivyo wazazi wetu. Na hata sasa wako wanawake wa imani, wa dada wa imani, wa kaka wa imani, wa baba, wa mama wa imani, wanaoendelea kuamini. Kwa mimi nitoe rai, na ndio imani yangu hata sasa, mimi ni matokeo ya kukiri. Ndio maana andiko langu la kupenda sana la moyoni, one of my favorite scripture kwenye kitabu cha Ezekiel 37, mifupa mikavu sana. Mstari wa 4 na wa 7 naopenda. Mungu anamwambia Ezekiel, toa unabii, itabirie mifupa, itabirie. Kwa mimi naamini kwenye kutabiri, naamini kwenye kuongelesha. Kwa mfano sasa, tusipoongelesha kama unasema Pastor Sam, kuna watoto wetu wanaharibikiwa akiwa anaingia tu chekechea. Anakutana na mwalimu ni mjumbe wa kuzimu, anaanza kumblasti. Wewe angalia kichwa kama boga, uelewi chochote. Simi baba yako anapoteza hela tu hapa. Chekechea. Kuna watoto wetu wameanza kusikia maneno. Chekechea, boga mkubwa wewe. Hebu kaa kule. Baba katoa ada, wamejinyima na mama, wamesacrifice. Uenda baba analala masaa 3 na mama masaa 4, wanateseka. Anasomesha shule nzuri. Shetani ameandali mtu kule. Sisemi walimu ni wabaya. Walimu tunawapenda. Sisi ni matokeo ya neema na walimu nyie all over the world. Kwa hiyo yuko kule ameandaliwa na shetani, anaanza kumnanga. Nitakupeleka kwenye kisa cha mwanangu kabisa. Mwanangu kabisa. Anamnanga, mjinga wewe, una akili, mjinga. Anaingia darasa la kwanza, mjinga wewe. Wewe huwezi kujibu swali, hebu kaa kimya. Kwa hiyo anamtengenezea inferiority complex akiwa mdogo, anarudi nyumbani anacheka kidogo, muda umefika tumelala kwa sababu hatuna muda mwingi na familia. You see, na mazingira hivyo sasa. Kwa hiyo ndo narudi pale. Kwa hiyo watoto wetu wanapitia vitu vigumu akiwa chekechea. Kuna siku niliwahi kuitwa na mwalimu, Pastor njoo, this is too much. Mtoto wetu wa kwanza anaongoza darasani, ndo wa kwanza. Mtoto wetu wa pili, she's my beautiful girl. Wa pili wewe, anasoa bwana, njoo kavipi muhamisha shule. Siku nilienda nakumbuka nikakaa kwenye uwanja ule wa shule ile. Nikakaa mpaka nikasikia machozi yanakuja. Siku ananiambia acha ujinga, unalia nini? Mtu mzima unalia nini? Tabiri kwa ajili ya mtoto wako. Hujazaa boga, mke wako sio boga, wewe sio boga, babako hakuwa boga, mama yako hakuwa boga.
Baba wa mke wako sio boga, mama wa mke wako sio boga, hakuna kizazi cha maboga hapa. Hata hivyo mimi Yesu sio boga. Mtabirie mtoto wako, usikubali anaharibika kwa maneno ya walimu. Nikaanza kusema my girl, she's beautiful, she's number one, she's the best, she's the best. Nikaanza kumwambia hivyo. Na kitu kingine sasa, unaona walimu wanatengenezea mfumo sasa. Njoo mtoto wako, unaona mtoto wako afanye vizuri kama mtoto wa Pastor Sam, afanye vizuri kama wa Brother Jimmy. Mtoto wa Brother Jimmy ni nani? Mtoto wa Brother Jimmy, mtoto wa Brother Jimmy. Huyu ni mtoto wangu. Hizi ni akili zake amepewa na Yesu. Kwa moja ya kitu wazazi na sisi tunachukuliwa na huo upepo, alafu tunashindwa kutabiri, kukaa kwenye maombi sasa. Tunakuwa frustrated, tunachukuliwa na upepo. Sema mwanao afanye vizuri darasani, inatakiwa afanye vizuri darasani apate 100. Sio wote wapate 100. Sisemi sasa kwamba wanaopata 2 pia ni sawa. Nitarudi kwenye kutabiri. Hawa anapata 2, kazi yangu mimi ni kutabiri. Yes, huyu mtoto hataishia chini. Huyu mtoto hawezi kuwa 0. Huyu mtoto hawezi kuishia chini, ataishia kwenye kilele cha hatima yake. Ulioyaandika yote kwenye kitabu chako cha uzima, kwenye kalenda yako, yatatimia kwa mtoto wangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hivyo tunatakiwa tuamini. Sasa wamemesha shule, hata wamesha shule ni maneno, na sisi tunaamini kwenye kitabu cha Yohana 6:63 Yesu anasema maneno niliyowaambiayo ni roho. Words are spirits, words never dies. Kwa na unayosema yanakuwa, na sisi tunafahamu. Kitabu kinasema cha Mithali 18:20-21 sema uzima na mauti huwa katika kinywa chetu. Kwa kumbe hakuna mchawi anayeua, hakuna shetani anayeua, hakuna jini wazoea kuua kutuharibia hatima. Ila access ambao wanapata ni kwenye vinywa na mazingira na ubiri zaidi kuliko vingine. Kwa hiyo nataka niseme kwamba tusitoke kwenye msingi wa kuomba. Mazingira yanagoma, omba tu. Mme wangu mlevi, hapana, una siku atakuwa mzee wa kanisa. Huyu atakuwa mzee wa kanisa. Unaomba, anakuja na kutandika. Huyu tena sasa nimeongeza hasira. Atakuwa msaidizi huyu. Atakuwa msaidizi huyu ya Dr. Ngone. Atakuwa huyu atafanya kazi huyu na Pastor Sam huyu. Huyu tena huyu sasa huyu ataitwa, huyu madhabahu yake ni ya Chomoza kwa jina la Yesu. Huyu atakuwa hapa, huyu askofu msaidizi Chomoza. Kwa tunatabiri watoto wetu, hakuna mtu mbaya. Napenda kusema hii sentence. Hakuna mtu mbaya, mimi sipatani na wachawi tu, lakini wanaamini mtu wote anaweza kuwa mzuri. Ndio kidogo inaendelea kuingia, lakini naamini maombi yangu hadi kesho labda nibadilike kutoka hapa. Lakini naamini Mungu, mchawi yote muue, kill them. Waue mchawi na mbaya brother. Mchawi anakula mwanae, anakula mchawi, yani kile kiumbe ni Lucifer ule. Kwa hiyo mchawi mimi hataoka kanisani, nitamwangalia, nitakuwa nakemea, baba damu yako. Yani itaka niwe salama, labda akae chini yangu miaka 7. Ndio naamini huyu anaweza asirudi alikotoka. Hivi anakuzungukia. Basi anakuzungukia, anakupulizia hivyo. Anakupulizia. Unahubiri, anakupulizia. Halale mwenye mchungaji, halale, anakupulizia. Mchawi. Labda niambie kama Paulo yakutana na Mungu tulivyookolewa hivi, akutane na Mgalilaya ana kwa ana. Hivi sasa jana tumemshuhudia, kasema ameamini. Wewe subutu. Utasikia anaweka mkono kwa sadaka, anatoa na hela. Kaomba nazo zile kama hamna moto. Kachukua matoleo yote. Kwa hiyo tusikate tamaa. Tuombe. Mimi nimeona kabisa kuna watu. Sisi mimi nimesema Pastor Sam, mimi mwenyewe ni matokeo ya maombi ya mama. Gregory utakuwa pastor. Gregory utakuwa mtumishi wa Mungu. Utamtumikia huyu Mungu wangu huyu. Nakumbuka kuna siku ilikuwa ibada inaendelea kama Jumatano, nakumbuka. Ibada inaendelea, nikasema bwana mzingusi nipata roho gani ile, si shetani gani? Bwana kelele bwana. Nishatoka madrasa, nafikiri nimetoka hapo nimerudi. Mbona kelele amalizi jamani, mbona amalizi? Nakumbuka nikachukua ndoo ya mawe. Ndoo nijaza mawe mle. Afu nikajitenga kidogo ili nilenge bati ile ambao ndio ibada inafanyika nyumbani. Nidondoshe mle moja moja ile. Tishi nikaanza kurusha ile. Tishi. Nyamazeni bwana, tishi. Nyamazeni nasema tishi. Mawe, mvua ya mawe ile kwenye bati ili kupatulia. Ili waache kuomba. Neno lilotoka nalo mama. Mchungaji. Wachungaji wenzako wakiwa wanafanya ibada na washirika, hawafanyagi vitu vya ajabu. Ule bi mkubwa alikuwa ajabu. Anakuambia mchungaji asemi sawa, mimi mwenyewe na akili zangu ninavyojiona hapa. Kama ndo ningeibuka hivi, ningesema wewe shetani mwanadamu wewe. Lakini mkubwa anatoka. Mimi mwenyewe ninavyojiona hapa hivi. Yesu asiponishika, ningetoka mwanadamu wewe jini wewe. Unatuharibia ibada jini. Lakini mama anatoka. Wewe mchungaji, hatufanyagi hivi wachungaji. Kwa hiyo ninachotaka kusisitiza Pastor Sam, kanisa la sasa, nimewahi kuona, nimeomba hivi nimeomba kwa udogo wangu katika imani. Nimekutana na watu walikuwa wasagaji. Tukaomba, tukaanza kuwatabiria. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni mdada mzuri. Wewe ni mama wa baraka. Mama, tena mke wa mtu.
Mama watoto wazuri wa kike na wa kiume. Mbona mama mzuri? Nakwambia wako mabinti wamegeuzwa na Roho Mtakatifu. Ni wadada wazuri, wanasema ilikuwa wapi, mbona huyu Yesu mmechelewa kutuhubiria hivi? Wanaenda wanafanya mambo makubwa ya mtumishi wa Mungu mpaka unashangaa. Kwa tupaswi kukatia watu tamaa. Awe mlevi, unaita mlevi mbwa, sio neno zuri, wana hivyo. Mlevi wa kupindukia. Kama kuna mwanamke anatusikiliza sasa, mume wako ni baba bora. Mume wako ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Endelea kutamka neno la Bwana. Wewe ni mtumishi wa Bwana. Hautakufa hivyo, utaishi na utayasimulia matendo makubwa ya Mungu aliye hai. Bwana ndiye mchungaji wetu, mume wangu. Bwana hata kuacha. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Yesu aliye hai. Kadri tunavyotamka neno harifi, linamngoja kwenye malango yake, linatengeneza njia. Unashangaa siku from nowhere, mama Jeni leo nipeleke kanisani. Ni connect na Jimmy, ni connect namba sasa. Mimi nakwambia hivi, nitafutie namba zao. Nikodie gari lolote nipeleke church. Unashangaa Jumatatu baba Jeni, bwana wewe leo kazini, sitaki cha kazi, nitampigia bosi church. Yamekuaje mzee? Alikuwa yanapandwa. Yale maneno yanapandwa. Kwa tusikatie tusikatie tamaa. Ndio naudi kule pesa Sam. Watoto wetu kwa sababu kitu gani vinakuuzi? Vingi. Namna unavyomwabudu Mungu. Unaona ile? Lakini ndani yangu Yesu ananiambia usikatie tamaa Gregory. Usikatie tamaa. Wewe unakumbuka? Wewe unakumbuka mwenyewe ulikuwa unakumbuka mazongezonge. Hapo pasta kuna tamaa. Unaamini kwenye kumtenga mtu? Kwenye kumtenga mtu. Hadi sasa ambaye unamkatia, ambaye amesha, yani anaonekana kabisa eleweki. Yani huyu bwana utaenda kwa mikono mwa shetani wewe. Au kutenga ile kanisa. Mimi mchungaji uniulize vizuri. Achana ile kutenga kanisa inajulikana kwamba yes. Hiyo inajulikana. Ile kumkatia kwamba kwamba hii. Blaza mimi king'ang'anizi ngwambia hii anasema basi mimi ni matokeo ya kukomaliwa. Kukomaliwa kwa mimi mpaka labda Lucifer. Labda aondoke mwenyewe. Yani huyo aondoke mwenyewe. Mimi aondoke mwenyewe. Mimi na watu pale blaza cha wewe najua. Unamwangalia sasa Yesu. Wewe wa huruma, acha tuendelee nayo. Kwa hiyo kwa nini? Sa Mungu angemkatia tamaa Petro unajua. Ingekuaje? Petro je? Mapema. Alafu mara 3 unajua unamkana kamanda manyota Yesu Mgalilaya, Mwokozi, mwamba. Medali mara 3 kabisa hivi. Alafu macho makavu. Unajua ile ya mwisho ilikuwa kali. Kiarabu ile ni kama anasema wallahi wa billahi tawfiq. Simjui huyu mtu. Biblia inasema aliapia, simjui mtu huyu. Yesu angesema shetani mkubwa wewe shetani, mimi nakwambia tumeachana leo. Tusingekuwa na Petro. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mpaka karibuni ya 15 hapa. Unaongea Petro. Sura ya 9 anaamka Paulo lakini hafanyi kazi. Mpaka miamba sura ya 15 anatoka Yerusalemu pale ndo anaanza vizuri. Kwa hiyo tungepata wapi Petro? Umeona Kwa tusikatie watu tamaa. Samu na kitu chote nataka nimalizia. Maliza naye. Pasta, katika maisha yako ya kawaida tu haya, unajua unasafiri kule mabasi unakutana na watu. Ni rahisi mtu kukugundua kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu? Sasa unajua nasema ni rahisi sana kwa sababu moja, sisi tumevuviwa saa hizi. Kuna wakati sio kama eti mimi napiga hivi mke wangu anapenda nikapiga siku moja t-shirt. Baba nawe kidogo usipige t-shirt. Hata nipige t-shirt njikaze niwe na masela kabisa. Nikiongeza kumbe tuna pasta hapa bwana. Hata nijikaze. Niongee lugha zangu zile. Wewe mwana Joe mwanangu mwenyewe nini fresh yani. Wewe baba wewe. Usitudanganye bwana. Kwa hiyo labda hiyo niseme ni ngumu kujikaza. Naweza nikaa kimya pia. Unajua kaa kimya, kuna vitu kama yako mauzauza malowani, si unajua watafeel, yani utafeel the power. Kwa sababu sisi hatuna namna. Yani mzee mimi sina namna. Mimi nitaomba tu, nitafunga, mimi sina namna. Sina namna kusema vitu vitatokea tu kama juzi niliomba. Hata hapa yenyewe nimekuja mimi mchana na misosi huko nimeikataa. Mimi niko ibadani hapa. Niko kwenye maombi, niko ibadani hapa. Kwa hiyo labda sijui na nimeomba Mungu usiniondolee hichi kitu cha kujiona kwamba sasa mimi ni mzee wa imani, ame legend. Naogopa. Kwa mimi naogopa, hamna kitu naogopa kama madhabahu. Naogopa. Chochote mimi ni mjasiri kokote. Sio kwenye madhabahu. Yaani hapo najiona mnyonge. Sasa mhubiri jana, sasa utahubiri tena kwenye msiba. Naambia jamani kuna chumba chochote nipeni kidogo nikajitenge hata dakika 2. Najisi kama sijui yani tumbo la kudrive wanajua watu. Morogoro ndio kituo chako pale. Yeah. Nasikia huwa ni mtu ambaye unapenda kwenda kuomba milimani, ni kweli? Natokaga sasa hizi milimani, niongee ukweli.
Milimani saizi kumebadilika jamani. Kumebadilika. Milimani mengine kuna majama anaenda anajificha, kunafanya mazabe yao anajificha. Yes. Kwa hiyo ufunuo na hekima. Tena juzi alikuwa ananiambia rafiki yangu Maenge, bwana mzee wewe angalia. Sasa mimi nimebadilisha kiukweli. Miaka 3 mimi nimebadilisha. Kuna nyumba zimetengenezwa. Tena alinipa hekima mtankone. Yes, prayer houses ziko za kutosha. Nyingi sana. Kwa unaenda unajifungia siku zako 3. Naambia jamani, mkiona mtu atoki basi mje, si mna master key mje kunitoa. Mje kunitoa na master key. Lakini sitaki usumbufu, mmenipa kuna maji yangu yako hapa niacheni. Ziko. Milima imebadilika. Nakwambia ukweli kama shivyo Mungu. Lakini pia kingine sasa kwa nini mbali na kubadilika? Sasa unaenda kwenye mlima. Na si unajua madhabahu hata wao ulimwengu wa giza wanajua pia kwenye milima. Kisoma Matendo ya Mitume 12 sasa mtamwabudu Mungu ila mtaangusha madhabahu zao zote hizo kwenye milima, kwenye mabonde. Hata huko kwenye milima nako ni madhabahu za watu. Wanga wenyewe wanacho wanapenda pia kwenye milima. Yaani si watu wa Mungu tukienda nao wanaenda. Waenda kwenye mazabezebe yao. Kwa nini uende kwenye mlima? Uanze kutumia masaa 2 au kama ni maombi ya siku 3. Siku 2 nzima una mauzauza, unabomoa. Kuna sehemu ishabomolewa ukiingia, unasikia kamziki kwa mbali. Wewe unazama, unabubujika. Kwa hiyo saizi mimi nitoe rai hata yes, kuna wazee bado na vijana wanaamini, lakini sio safe pia kiusalama. Baada na kuhubiri injili, your ample time, free time, pastor anapenda nini? Drafting, basketball, football, movie, yani muziki, kuandika, nini extra time unafanya? Mimi labda viliniathiri sana. Viliniathiri sana. Mimi napenda kuandika, napenda kusoma. Napenda hata unipe kitabu na peji 8. Ukiniambia maliza, mimi namaliza nafurahi. Sababu ndio mambo yetu ya kusoma kule kidogo wakati chuo na kufundisha. Naandika. Yes, wewe mzee anaje. Kwa mimi napenda kuandika. Ample time yangu nimaliza kuomba, naweza kuandika huko naendelea kidogo na channelize hiyo moja. Lakini mtu kama ukinieleza kama mtu sasa, Gray kama mtu yani Gray Pastor G kama mtu yani kama mtu. Blaza mimi napenda ngumi jiwe. Napenda boxing, napenda wrestling, napenda mieleka blaza. Haiwezekani. Mimi football, mimi sio mpenzi wa football, sema za kweli. Kwa nini? Yani kesho asubuhi, yani hata hapa nikimaliza ibada naweza yani Mgalilaya sipoingilia Mgalilaya nitachungulia hivi akapigwa ngumi jiwe ya tumbo. Wao napenda ngumi. Napenda kwa sababu gani napenda ngumi? Ni biashara inaisha hapo. Biashara inaisha hapo. Sasa mpira si dakika 90. Mimi nasubiri dakika 90 zote miaka 120. Anapigwa mtu ngumi Sterling namjua basi na fly. Mimi sipendi vitu naangalia mwisho wa siku unaumia, sipendi. Huyo ndo Sterling. Sina maumivu kinunua movie. Hii ngoma nani Jason Statham. Hapa ndo ananyoka. Unapenda vitu kama hivi. Baba hiyo taekwondo mkate mtu ya kichwa. Alafu kwa nini napenda hivi vitu? Sasa kwenye maombi kule, kwa hivi kivyone vile najua piga ngumi ya kichwa shetani kata kichwa. Kwa vile basi nasikia la burudani yani. Asante sana Pastor kwa time yako. Amen. Mungu akubariki sana. Sam, kama unanakumalizia hapa kwenye Kabrasha. Tushukuru sana Pastor kwa nafasi hii. Amen. Lakini kwa dakika moja unapomalizia, pengine yupo mtu ambaye hajamjua Yesu Kristo. Come on. Ambaye anatamani kulisikia neno la Bwana kwa dakika chache. Tukupe nafasi kwa ajili ya kuhitimisha mazungumzo yetu siku ya leo. Amen. Yes. Nirudi kwa kumalizia kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Maandiko yanasema, tusome kabisa. Sasa jamaa hauko na Biblia nini? Hii madhabahu kubwa. Ngoja tusome kabisa kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Muhimu sana. Yohana 1 mstari wa 12. Yohana, injili ilivyoandikwa na Yohana mtakatifu. Sisi neno ndio kila kitu bwana. Yohana 1:12 Biblia inasema. Hii inasoma kutoka Biblia neno. Na siku hizi lazima useme version gani. Yohana 1:12 kwa mujibu wa Biblia neno inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliamini jina lake. Kwa hiyo niseme kokote kama uko baba mtu mzima, mama yetu, a brother, a sister, anybody, kokote ulipo, hujampata Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, nataka niseme haujachelewa. Mbinguni hakuna umsamiati umechelewa. Mbinguni hakuna umechelewa. Kwa sababu mbinguni ni umilele, eternity. Kwa kwenye eternity hakuna kuchelewa. Tunachelewa kwenye muda huku duniani. Kwa kwenye macho na kwenye
mawazo ya Mungu kokote ulipo unapotusikia, haujachelewa. Mpokee Yesu leo. Kwa nini nimesema hilo? Wote waliompokea aliwapa uwezo. Alivyo Pastor Sam, alivyo Jim, nilivyo mimi, sio kwa uwezo wangu. Tumeongea, tumefanya vituko na majanga mengine. Nasemaga Pastor Sam, siwezi kushuhudia. Kuna vitu nimefanya huko na Lucifer, siwezi kushuhudia. Siwezi, and I will never testify till I get to the heaven. Yes, unajua mensamehe, it is enough. Siwezi kushuhudia ni majanga. Kuna watu wasema amna kidogo hajaokoka. Kwa nimeokoka. Kwa nimesema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Mpokee Yesu leo, atakupa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Na akikupa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu, akuachi hapo. Unasema natamani kuwa baba bora, atakupa uwezo wa kuwa baba bora. Atakupa uwezo wa kuwa best student, atakupa uwezo wa kufaniza degree yako O level. Si vitu gani? Atakupa uwezo wa kuwa CEO bora. Atakupa uwezo wa kuwa mama bora. Hakuna anayejikaza kwa nguvu zake na akafanikiwa nje ya Yesu. Labda umtumie shetani. Wewe una huduma, atakupa uwezo wa kuwa mtu bora. Kwa naamini sana kwenye Yesu kwa sababu ndiye anayetupa uwezo wa kufanyika bora. Wewe mfanya biashara, atakupa uwezo wa kutoka viwango mpaka bilionea, mpaka ndoto yako kuwa trillionaire wherever. Chochote unachotamani na umejisikia kushindwa mara 100 mara 1000, naamini mpokee Yesu, atakupa uwezo. Sema Pastor, hata mimi mateja. Sisi zaidi ya mateja, zaidi ya masela. Tulivyompokea ametupa uwezo wa kufanyika watu bora. Tunaonekana eti leo na Pastor Gregory anaitwa pastor. Kwa ni uwezo wa Mungu. Hatuna cha kujisifia, ni neema. Na neema hii iko wazi. Kwa kusema maneno haya, nataka nimshukuru Mungu. Na kama uko tayari kokote ulipo, sema maneno haya. Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Ninakupokea sasa. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba lifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na mateso. Liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Nimeokoka. Amen. Mungu awabariki sana. Nitatengwa hapa. Pastor Sam anajua amenichungia. Mzee, ulikuwa umeshaondoka au uliondoka afu mke wangu akaja? Uliondoka Nimepokea. Sasa kwa hiyo mimi nimeoa. Namshukuru Mungu mwingi wa rehema. Nimeoa. Na mke wangu ni mwanamke anaitwa Happy. So wherever you are baby, I love you so much. Tuna watoto lakini hao watoto nao watakuwa na familia. But what is important, I have a wife and she's a wonderful mother. She's a prayerful mother. She's praying for me. She's my pastor. She's my pastor. She's number one pastor. Wakati sisi tunatoa counseling, we become a blessing to others. Unajua nyewe mnafahamu. Our wives, our pastors number one. Wanatuambia leo nilivyokuwa nakusikia ni kama umeacha, kuna neema imepungua. Gregory, don't lie, utawadanganya wote, not me na Yesu. Umepunguza maombi. Siku hizi ulikuwa unaamka Jumapili unalala kanisani. Siku hizi unakuwa kama father, unalala nyumbani. Yeye pia ananiamshaga. Amka, hii ni saa 8 bado umekaa hapa. Nenda kanisani. Kesho ni Jumapili, ukaombe watu wa Mungu. I love my wife. She's my pastor. She's my partner. Yeah. I thank God for her. Baada ya kusema haya, sisi hatuna la ziada. Asante kwako Pastor Sam Sasali, asante Pastor Gregory. Amen. Mungu akubariki. Una chochote tuachie komenti yako hapo chini. Hii ni Kabrasha. Mungu akubariki sana. Amen.